ujumbe una kichwa ambacho kinasema tunapataje ondoleo la dhambi? Tunapataje ondoleo la dhambi? Naenda kuangalia ni kwa namna gani au ni kwa jinsi gani tunaweza kupata ondoleo la dhambi, kwa sababu dhambi ni kitu pekee ambacho ni sumu ya maisha kwa mwanadamu. Adui wa kwanza wa mwanadamu ni dhambi. Adui wa kwanza wa mwanadamu ni dhambi. Manake dhambi, ukiweza kushinda dhambi au ukiweza kuishi pasipo kutawaliwa na dhambi, manake utakuwa umeshinda vita vikubwa sana. Kwa hiyo tunaenda kuangalia siku ya leo ni kwa namna gani tutawezaje kupata ondoleo la dhambi. Biblia inasema kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo dhambi ni kitu hatari sana katika maisha ya mwanadamu. Dhambi ni kitu hatari na kuogopesha sana katika maisha ya mwanadamu. Lakini siku ya leo tutaenda kuangalia ni kwa namna gani tutawezaje kushinda dhambi, au ni kwa namna gani tutawezaje kuondolewa dhambi. Kwa hiyo manake kuna ondoleo la dhambi. Kuna ondoleo la dhambi. Manake tunapaswa tuondolewe dhambi. Kwa hiyo dhambi ipo kwa mwanadamu. Dhambi ipo kwa mwanadamu. Kwa asili mwanadamu anazaliwa akiwa na dhambi ndani yake. Kwa asili mwanadamu anazaliwa akiwa na dhambi ndani yake. Lakini kwa neema ya Mungu kuna namna au kuna njia ya kuondolewa dhambi. Kuna namna au kuna njia ya kuondolewa dhambi. Na kwa nini lazima tuondolewe dhambi? Kwa sababu tukiishi na dhambi alafu tukifa na dhambi, hiyo dhambi mwisho wake itaenda kutulipa mauti huko tunakoenda. Na mauti ambayo inazungumziwa hapa sio mauti tu ya nje, lakini pia mauti ya ndani. Maanake Biblia inasema katika kile kitabu cha Ufunuo kinasema kwamba mauti ya pili ni ziwa la moto. Kwa hiyo dhambi haishii tu kumlipa mtu mshahara katika mambo yake ya nje, katika mambo yake ya nje, katika maisha yake ya kawaida, lakini pia dhambi inamlipa mtu paka huko anakoenda. Maanake mtu akishatoka hapa duniani anaenda kupokea tena mshahara wa mauti kule. Maanake kuna mauti ya pili ambayo Biblia inasema ziwa la moto. Kwa hiyo dhambi ni kitu cha kuogopesha sana. Kwa hiyo dhambi ni kitu hatari sana. Lazima tuweze kupata ondoleo la dhambi ngali bado tunaishi. Ondoleo la dhambi tunapata tukiwa bado tunaishi. Kwa hiyo lazima tuweze kupata ondoleo la dhambi ngali bado tunaishi, kwa sababu tukifa au tukiondoka katika dunia hii, kule tunakoenda hakuna tena nafasi ya kwenda kuondolewa dhambi. Ndio maana Bwana Yesu tunasoma maneno yake kile kitabu cha Yohana sura 8. Kitabu cha Yohana sura 8 mstari ule wa 24. Tunaona Bwana Yesu alikuwa anasisitiza sana watu waweze kumwamini, waweze kumsadiki yeye, ili wasife na dhambi zao. Ili wasife na dhambi zao. Kwa sababu gani? Ukifa na dhambi maana yake ni kwamba kuna jambo la hatari sana ambalo litaenda kutokea kule. Na jambo hilo maana yake ni kwamba utaenda kukutana na mauti ile ya pili, ambapo ni ziwa la moto. Kwa hiyo dhambi lazima tuweze kuondolewa kabla hatujafa, kabla hatujaondoka hapa duniani. Kitabu cha Yohana sura 8, nasoma kitabu cha Yohana sura 8 mstari wa 24. Nasema, kwa hiyo naliwaambieni ya kwamba mtakufa katika dhambi zenu, kwa sababu msiposadiki ya kuwa mimi ndiye, mtakufa katika dhambi zenu. Anasema, kwa hiyo naliwaambieni ya kwamba mtakufa katika dhambi zenu. Mtakufa katika dhambi zenu. Kwa sababu gani? Anasema kwa sababu msiposadiki ya kuwa mimi ndiye, mtakufa katika dhambi zenu. Manake Bwana Yesu Kristo, yeye ambaye alikuja hapa ulimwenguni ili tuweze kuondolewa dhambi kupitia yeye. Manake tusipomwamini au mtu asipomwamini Yesu Kristo, akifa na hatari sana. Kwa hiyo ukifa katika dhambi ni hatari sana. Ukifa katika dhambi ni hatari sana. Hapa Bwana Yesu anawaambia kwamba na aliwaambieni ya kwamba mtakufa katika dhambi zenu, msiponisadiki ya kwamba mimi ndiye, mtakufa katika dhambi zenu. Kwa nini Bwana Yesu alinganishe kifo na dhambi? Awaambie kwamba mtakufa na dhambi zenu, mtakufa na dhambi zenu. Kwa nini tu asingewaambia msiponisadiki mimi mtakufa? Lakini anawaambia kwamba msiponisadiki mimi mtakufa na dhambi zenu. Maana yake ni kwamba mtu anapokufa anakufa na dhambi zake. Anakufa mtu anapokufa. Maana yake mtu anapokufa nje ya Kristo, mtu anapoondoka bila kumwamini na kumpokea Kristo, maana yake yule mtu anakufa na dhambi zake. Anakufa na dhambi zake. Mtu yote ambaye hajampokea Yesu, mtu yote ambaye hajamwamini na kumpokea Yesu, maana yake yule mtu anaishi katika dhambi. Anaishi katika dhambi, na akifa maana yake atakufa na dhambi zake. Atakufa na dhambi zake. Atakufa na dhambi zake. Na hizo dhambi zitaenda kumhukumu huko endako. Maana yake mtu anapokufa anaondoka hapa duniani, anaacha kila kitu alicho nacho, anaacha magari na manyumba,
anaacha mke, anaacha mme, anaacha watoto, anaacha mashamba, anaacha kila kitu alicho nacho, na hata mwili wake mwenyewe, huo mwili wake anauacha pia. Huo mwili wake anauacha kwa sababu Biblia inasema miili yetu ni mavumbi, na anasema mavumbi atarudi katika nchi kama ilivyokuwa. Kitabu kile cha Mhubiri sura ya 12 mstari wa 7 anasema, mkumbuke muumba wako kabla mavumbi hajarudi katika nchi, na roho kumrudia Mungu aliyeitoa. Maana yake ni kwamba mtu anapokufa maana yake anatoka katika mwili wake. Yeye mtu ni roho. Maana yake mtu anapokufa anatoka katika mwili wake, kama vile wakati ambapo mtu anavolala anaweza akatoka katika mwili wake. Wakati unapolala katika usingizi, unajikuta unaweza ukatoka, aidha unaweza ukatolewa ukapelekwa mahali pengine, ukatoka katika mwili, ukawacha mwili. Ndivyo ilivyo pia kwa mtu ambaye akifa anatoka katika mwili, anajikuta yupo katika ulimwengu mwingine, huku duniani atakuwa ameacha mwili, na ule mwili utarudi mavumbini. Kwa hiyo maana yake huko sasa alikoenda, maana yake kitakachomfuata ni dhambi inayomfuata, au ni matendo yake ndio yanayomfuata. Ndio maana Biblia inatuambia kitabu cha Ufunuo sura ya 14 mstari wa 13, nasema heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa maana matendo yao yafuatana nao. Hapo hajasema kwamba utajiri wao au fedha zao au maisha yao waliokuwa wanaishi, hajasema kwamba vitafuata. Anasema kwamba matendo yao ndio atakayofuata. Na hata kitabu kile cha Zaburi sura 49 mstari wa 16 anasema, usiogope mtu atakapopata utajiri, na fahari ya nyumba yake itakapozidi, maana atakapokufa hatachukua chochote, utukufu wake hautashuka ukimfuata. Anasema maana atakapokufa hatachukua chochote, utukufu wake hautashuka ukimfuata. Na kule katika kitabu cha Ufunuo sura ya 14 mstari wa 13 anasema, ni heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa maana matendo yao yafuatana nao. Huku kwenye Zaburi anasema mtu atakapokufa hatachukua chochote, utukufu wake hautashuka ukimfuata, utajiri wake, umaarufu wake, uzuri wake, na vitu vyote alivyo navyo havitaweza kumfuata. Kitakachomfuata ni matendo yake. Sasa matendo gani? Maana kama mtu anaishi nje ya Kristo, kama hajamwamini na kumpokea Kristo, maana huyo mtu tayari anaishi katika dhambi. Maana anapokufa, matendo ya dhambi, yale matendo ambayo alikuwa anaishi, matendo machafu ndio ambayo atamfuata. Haijalishi alikuwa ana matendo mema, anaonesha matendo mema kwa wanadamu, lakini kama hajampokea Kristo, maana bado yupo katika dhambi. Kwa sababu gani? Hajapata ondoleo la dhambi. Kwa hiyo ili kuweza kupata ondoleo la dhambi, inahitajika mtu aweze kusikia Injili na aweze kumwamini Kristo na aweze kumpokea Kristo, na Kristo aweze kumuondolea dhambi. Kwa hiyo kumbe tunapataje ondoleo la dhambi? Kwa kumwamini na kumpokea Yesu Kristo. Ndivyo ambavyo tunapata ondoleo la dhambi. Na kwa nini Yesu Kristo aweze kufanyika kuwa njia ya kuondolewa dhambi? Ni kwa sababu kanuni ya rohoni au kanuni ya kimungu, Biblia inasema kitabu cha Waebrania sura ya 10 nasema, pasipo kumwagika damu hakuna ondoleo la dhambi. Nasoma kitabu cha Waebrania sura ya 9 mstari wa 22, na katika Torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Hapa nazungumzia katika Agano la Kale. Katika Agano la Kale dhambi ilikuwa iondolewi, lakini ilikuwa inafunikwa. Na ilikuwa inafunikwaje? Ilikuwa inafunikwa kwa kutumia damu ya wanyama. Damu ya wanyama ndio ilikuwa inatumika kufunika dhambi. Maana watu walikuwa wakitenda dhambi, wana wa Israeli walikuwa wakifanya dhambi, wanatoa nyama au wanatoa mnyama kwa ajili ya kwenda kufunika dhambi yake. Na kuhani alikuwa anaingia kwa mara moja kwa mwaka, anaingia katika ile hema ambayo ilikuwa imejengwa kule. Kuhani alikuwa anaingia na damu ya mnyama, anaingia mara moja kwa mwaka kwa ajili ya kufunika dhambi za wana wa Israeli. Kila mwaka anaingia na damu. Lakini pia kuna dhambi zile ambazo mtu mmoja anaweza akatenda, akachukua damu ya mnyama, mbuzi au kondoo au kuku, akapeleka
na damu yake kaenda kutumika kwa ajili ya kufunika dhambi yake. Funika inakuwa inamfunika tu kwa muda. Manake kila wakati, kila mara anakuwa anafanya hilo jambo la kutoa damu ya mnyama kwa ajili ya kufunika dhambi yake. Ndivyo ilivyokuwa katika Agano la Kale. Ndivyo ilivyokuwa wakati ambapo Mungu alikuwa anatembea na taifa la Israeli. Kumbuka hapo mwanzo, hapo katika Agano la Kale, Mungu alikuwa atembei na mataifa yote ulimwenguni. Lakini Mungu alichagua taifa lake Israeli, taifa moja kati ya mataifa yote. Akaamua kutembea na hilo taifa, akalipa sheria, akalipa taratibu, amri, na namna vile akibada wafanye namna gani kiibada, wafanye namna gani wafanye ibada. Akawa anatembea na hilo taifa la Israeli. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu kupitia hilo taifa alitaka ili baadaye sisi ambao tunakuja kupata neema, sisi watu wa mataifa ambao walikuwa tumjui Mungu wa kweli, kwa tunaabudu miungu, alikuwa tumjui Mungu wa Israeli, ili baadaye tunapokuja kupata neema wokovu, ili tuweze kuelewa mambo ya rohoni kwa kuangalia mambo ya mwilini. Kwa maana yake tunaangalia mambo yaliyotendeka mwilini, alafu tunajua mambo ya rohoni, tunajua mambo ya rohoni. Biblia inasema kwamba asili ya Torati ni rohoni. Maana yake yale mambo yote ambayo yalikuwa yanatendeka kwa nje, hale ni mambo ambayo nilikuwa ni kivuli cha mambo ya rohoni. Ndio maana sasa kitabu cha Waebrania sura ya 10 mstari wa 1 anasema, basi Torati kwa kuwa ni kivuli cha mema yatakayokuwa, wala si sura yenyewe ya mambo hayo, kwa dhabihu zile wanazozitoa kila mwaka daima, haiwezi wakati wote kuwakamilisha wamkaribio. Kwa hiyo anasema basi Torati kwa kuwa ni kivuli cha mema yatakayokuwa, ambao ndo haya ambao tunaishi leo hii, mambo ya rohoni. Kwa hiyo mambo ya rohoni manake Mungu alianzisha, alitoa mambo ya rohoni akapeleka katika mwili, ili sisi wa rohoni tuje kuweza kuelewa vizuri. Kwa unavyozungumzia ondoleo la dhambi, manake hapo tunahusishanisha na damu. Kwa sababu gani? Kwa sababu damu ilipaswa itajike kwa ajili ya kuondoa dhambi. Kwa hiyo kumbe dhambi inaondolewa kwa damu. Kwa hiyo kinachoondoa dhambi, kitakachomuondoa mtu katika dhambi, inahitajika sadaka au dhabihu ya damu. Sasa sio damu ya wanyama tena, au sio damu ya mbuzi na kondoo, kwa sababu damu ya mbuzi na kondoo hawezi kumkamilisha au hawezi kuondoa dhambi ya mtu, hawezi kuondoa dhambi ya mtu. Ilihitajika damu ya mtu mwenyewe, Najua mambo ya rohoni, hata mtu anavyoenda huko kwa ganga, ataambiwa akachukue mnyama, akachukue kuku. Kwa sababu gani? Kwa sababu ile mganga kuna mambo ya rohoni ambayo anajua inahitajika damu ili aweze kukamilisha yale mambo ya rohoni. Kwa maana yake utapeleka kuku, lakini yule mganga ana haja na kuku, lakini ana haja na damu. Ile damu inakuwa katika ulimwengu wa roho ina maana kubwa. Kwa hiyo inahitajika damu kwa ajili ya kuondoa dhambi kwa mwanadamu, na ilihitajika damu isiyokuwa na hatia, damu isiyokuwa na dhambi. Wanyama walikuwa hawana dhambi, hawana hatia, walikuwa wanatumika kwa sababu walikuwa hawana hatia. Lakini hakuna mtu ambaye damu yake ingeweza kutumika kwa ajili ya kusafisha au kuondoa dhambi za watu wengine wote. Biblia inasema kitabu cha Zaburi sura ya 14, nasema toka mbinguni Mungu alivyochungulia wanadamu, aone ya kwamba yupo mtu mwenye haki ambaye anaenda katika njia ya haki. Aone ya kwamba wanadamu wote wameoza, wanadamu wote wamepotoka. Maana yake ni kwamba hakuna hata mtu ambaye yupo salama. Kila mwanadamu ambaye anazaliwa katika tumbo la mwanamke, anazaliwa akiwa na asili ya dhambi ndani yake. Kwa sababu lazima pia tujue kwamba dhambi iliingiaje ndani yetu. Kwa nini tunakuwa na dhambi? Mungu alitumba na dhambi? Ukweli ni kwamba Mungu hajatumba na dhambi. Kwa hiyo maana yake dhambi, lazima ujue kwamba chanzo cha dhambi ilianzia wapi. Biblia inasema kwamba kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Labda tusome kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 12. Biblia inasema, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Maana yake dhambi iliingia kwa mtu mmoja, dhambi iliingia ulimwenguni, na huyu mtu sio mwingine zaidi ya Adam, mzazi wetu wa kwanza ambaye Mungu alimuumba. Adam alivyoumbwa, aliumbwa katika ukamilifu, hakuwa na dhambi. Aliumbwa akiwa katika ukamilifu, na aliishi pale bustanini Eden
pasipokuwa na dhambi, mpaka ile siku ambapo nyoka Ibilisi alimtumia nyoka kumdanganya Hawa, na baadaye Hawa alivyodanganyika na dhambi kaanza kuingia ndani ya mwanadamu. Dhambi kaanza kuingia ndani ya mwanadamu, na kuanzia wakati huo mwanadamu akaondolewa katika uwepo wa Mungu katika ile bustani. Manake mwanadamu akaondolewa katika ule uzima ambao alikuwa nao, ule uzima wa milele ambao alikuwa nao. Kuanzia wakati huo mauti kaanza kuingia, kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo mauti kaanza kuingia mpaka leo hii bado mauti inatutawala, bado mauti inatutawala. Kwa nini leo hii mauti inakuwa na nguvu? Inakuwa na nguvu kiasi kwamba kifo kimekuwa ni adui, kimekuwa ni adui wa maisha. Hamna mtu sasa hivi mtu ambaye hajaokoka, mtu ambaye hajamwamini Kristo, bado yule mtu yupo katika hofu kubwa ambayo inamtawala. Hofu kubwa ambayo inamtawala ni hofu ya mauti, hofu ya kifo, kwamba akifa au akitokea akifa, anakuwa ajui kwamba akifa maisha yake yanayofuata yanakuaje. Kwa hiyo maana yake anaishi katika hali ya hofu. Mauti bado ipo ndani yake, mauti bado ipo ndani yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu pia dhambi ipo ndani yake. Maana yake dhambi ikiondoka ndani yake, pia mauti inaondoka ndani yake. Dhambi ikiondoka ndani yake, pia mauti inaondoka ndani yake. Kwa hiyo wakati kuanzia Adamu alipoingia, alivyoruhusu dhambi ndani yake, ndivyo mauti kaanza kuingia. Kuanzia vizazi vilivyofuata, watoto wa Adamu, sisi sasa hivi tunaitwa wana Adamu. Sisi ni wana wa Adamu, watoto wa Adamu. Na kwa sababu baba yetu Adamu aliruhusu dhambi ndani yake, nasi tulikuwa katika viuno vyake, tunakuja kuzaliwa pia na hiyo dhambi. Tunakuja kuzaliwa pia na mauti. Tunakuja kuzaliwa na mauti kwa sababu tunazaliwa katika dhambi. Tunazaliwa katika dhambi. Kama vile Daudi anavyosema kwamba mama yangu alinichukua mimba hatiani. Alichukua mimba hatiani. Daudi anajizungumzia kwamba anajionyesha udhaifu alio nao, kwamba alichukuliwa dhambi katika mama yake, alichukua dhambi, alichukua mimba yake katika hatia, katika dhambi. Lakini pia ndivyo ilivyo na sisi, pia tumechukuliwa mimba au tumezaliwa tukiwa na hatia dhambi. Kwa hiyo tunajikuta tumezaliwa na hatia dhambi. Kwa hiyo tunaishi katika dhambi. Tunazaliwa tunaishi katika dhambi. Kwa hiyo dhambi iliingia namna hiyo. Lakini kwa sababu Mungu alitupenda, akaanza kutengeneza njia ya kuondoa dhambi kwa mwanadamu. Ili mwanadamu aondokane na mauti, ili ule uzima uingie ndani yake. Uzima gani? Ule uzima wa milele ambayo alipoteza kule Eden, ambayo alipoteza kule wakati ambapo dhambi iliingia ndani yake. Kwa maana yake Mungu akaanza kutengeneza njia ya kumrudishia mwanadamu ile hali yake ya uzima wa milele ndani yake. Na hiyo njia ambayo Mungu alitengeneza ni Kristo. Kristo ndo njia kweli na uzima. Kwa maana yake, kwa hiyo kuanzia wakati huo Mungu alivyoanza kutengeneza mpango wa kuondoa dhambi kwa mwanadamu, akaanza kutumia damu ya nyama ili kuja kutufundisha na kutujulisha kwamba damu inahitajika kwa ajili ya kuondoa dhambi. Kwa hiyo maana yake damu gani sasa? Ni damu ya mwanadamu. Na mwanadamu yupi? Sababu wote tumetenda dhambi. Hakuna hata mwanadamu ambaye yupo sawa. Ilihitajika damu isiyokuwa na hatia. Kwa hiyo Mungu alichokifanya, akautengeneza ule mwili, mwili ambao unafanana na mwili wetu, unafanana na miili yetu, mwili ambao unafanana na mwili wa mwanadamu, Maana yake akatengeneza Adamu mwingine, Adamu wa pili. Huyu Adamu wa pili ni Yesu Kristo, ambaye sasa kupitia Adamu wa pili, kama vile dhambi iliingia kwa Adamu wa kwanza, na kupitia Adamu wa pili ambao ni Yesu Kristo, ndivyo dhambi inaondolewa. Tunapata uzima wa milele kupitia Yesu Kristo wa Nazareti. Ndio maana kitabu kile cha Yohana sura ya 3 mstari wa 16 Biblia inasema kwamba kwa maana jinsi Mungu alivyopenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila mmoja muaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo
Mungu alitoa mwanaye Yesu Kristo, mwanaye mpendwa Yesu Kristo, ili kupitia yeye tupate ondoleo la dhambi na tupate uzima wa milele, tupate uzima wa milele. Kwa hiyo sisi ni kumwamini tu Yesu Kristo mwana wa Mungu na tunapata ondoleo la dhambi, tunapata ondoleo la dhambi zetu. Ni kumwamini mwana wa Mungu Yesu Kristo tunapata ondoleo la dhambi. Na mtu asipomwamini kama alivyosema, kama yeye mwenyewe alivyosema kwamba nawaambieni, msiponisadiki ya kwamba mimi ndiye, mtakufa katika dhambi zenu. Kwa hiyo mtu asipomsadiki, asipomwamini, atakufa katika dhambi, atakufa katika dhambi. Na akifa katika dhambi, huko anakoenda hakuna namna nyingine tena angeweza kwenda kupata ondoleo la dhambi, angeweza kwenda kupata ondoleo la dhambi. Ataenda tu kuhukumiwa kulingana na ya dhambi zake, kwa sababu kitabu cha Ibrania sura 9 mstari 27 Biblia inasema kwamba baada ya kufa ni hukumu. Hakuna nafasi nyingine ya pili, hakuna nafasi nyingine ya pili. Kwa hiyo tunawezaje kupata ondoleo la dhambi? Tunawezaje kupata ondoleo la dhambi? Tunapataje ondoleo la dhambi? Ni kwa kusikia injili ya kweli ya toba na kuamua kumgeukia Kristo, kwa kumaanisha kabisa kumgeukia Kristo. Maana ninavyosema kumaanisha kumgeukia, kumwamini na kumgeukia, na maanisha kwamba kumgeukia maana yake ni kugeuka katika njia ambayo tulikuwa tunaendea, katika njia za mauti ambazo tulikuwa tunazifuata, katika hali ambayo tulikuwa tunayo, katika maisha ambayo tulikuwa tunayo. Tunaamua kugeuka katika hayo maisha, tunaamua kuachana na maisha yale ambayo tulikuwa tunaishi, yale maisha ambayo tulikuwa tunaishi, maisha ya dhambi. Tunaamua kuacha sisi wenyewe, kwa kuamua kwetu wenyewe, kwa sababu Mungu hatulazimishi. Anasema kwamba nimekuwekea njia ya mauti na uzima ili tuweze kuchagua. Ametuwekea, tazama nimekuwekea mbele yako njia ya mauti na uzima. Kwa maana yake tunaamua sisi wenyewe kuchagua njia ya uzima ambao ni Yesu Kristo. Unavyosikia injili, maana yake unaamua kuacha dhambi, kutubu, kwa kumaanisha kuacha dhambi. Unavyosema kutubu, maana yake unamaanisha kuacha dhambi. Hauishi tu kuomba rehema kwa kuomba kwa mdomo, kwa kuzungumza kwa mdomo. Hauwezi kumuomba Mungu kwa mdomo wako, hata haijalishi kwamba utaonesha hisia na kulia. Hauwezi kupata ondoleo la dhambi kama tu hujaamua kuacha dhambi. Kwa hiyo maana yake tunaacha dhambi kwa vitendo, tunamaanisha kuacha. Kama ni ulevi, tunamaanisha kuacha. Unaamua kusema leo mimi na ulevi mwisho, na unaacha, unajidhihirisha katika vitendo. Maana yake kuanzia wakati huo magrupu yote ya ulevi, kampani za ulevi, tunaamua kuacha. Maana yake wakati mwingine unahitajika kujisacrifice, unahitajika wakati mwingine kuikana nafsi yako. Kama umezoea mitindo ya ulimwengu, umezoea fashion za ulimwengu, mienendo ya dunia hii, umezoea kuonekana kidunia, unaamua sasa kwenda kinyume na ulimwengu, unaamua kwenda kinyume na dunia. Hata kama dunia watakuona kwamba wewe umerukwa na akili, unaamua kukubaliana nayo, unaamua kuitwa mshamba, unakubaliana kuitwa mshamba na mjinga. Unaamua, kwa sababu unavyoenda kinyume na ulimwengu, unavyoanza kuacha njia ambayo ulikuwa unaendea, ulimwengu atakudhihaki, ulimwengu atakuona kwamba umerukwa na akili. Lakini unaamua kuingia hiyo gharama ya kujikana nafsi ili uweze kupata ondoleo la dhambi, ili uweze kupata ondoleo la dhambi na mwisho uweze kupata uzima wa milele. Kwa hiyo leo hebu jiangalie maisha yako, angalia jinsi unavyoishi. Wenda umesema kwamba umemsikia Kristo na umemwamini na umempokea na unaenda kanisani, lakini hebu angalia maisha yako. Je, kweli huo Kristo ambao umempokea, huo Yesu ambao umempokea, je, ameweza kuondoa dhambi ndani yako? Wewe mwenyewe unajijua. Angalia, je, dhambi imeondolewa ndani yako? Angalia kabisa kuanzia ndani ya moyo wako. Je, wivu, hasira, vitina, chuki, masengenyo, kutokusamehe na mambo yote kama hayo machafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya, je, angalia ndani yako. Je, umeweza, hayo mambo ameweza kuondolewa? Na mambo mengine yote, usinzi, je, umeweza kuachana na mambo kama hayo? Kama unajijua kwamba bado unaishi katika dhambi, wewe mwenyewe unajua bado unaishi katika dhambi. Kwa sababu gani? Kwa sababu hujadhamiria kutubu, kwa kumaanisha kuacha hizo dhambi na kumgeukia Kristo na kuamua kumuishi. Na kama hujachukua hiyo hatua, hakuna namna nyingine unaweza kupata ondoleo la dhambi. Kitabu kile cha wakati naenda kumalizia, kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 38, kuanzia mstari wa 37, kuanzia mstari ule wa 37, Biblia inasema kwamba waliposikia haya wakachomwa mioyo yao, kamuuliza Petro na ndugu wengine, je, tutendeje? Waliposikia maneno ya Mungu, waliposikia injili,
Wale watu walivyosikia wakauliza watumishi wa Mungu, je, tufanyeje? Na Petro akawaambia, tubuni kila mmoja mkabatizwe kwa jina la Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kumbe kanuni ni ile ile. Ili uweze kupata ondoleo la dhambi ni kutubu baada ya kusikia maneno ya Kristo, baada ya kusikia na kuamini maneno ya Kristo. Ni kanuni inayofuata ni kutubu na kwenda kutafuta ubatizo kwa jina la Yesu Kristo. Pasipo kubatizwa kiusahihi, pasipo kupata ubatizo bado hujaweza kukamilika, kwa sababu bado hujaweza kukamilika, kwa sababu Kristo mwenyewe anasema kwamba aaminie na kubatizwa ataokoka. Kwa unavyosikia Injili ukaamua kutubu, kwa kumaanisha kugeuka na kuacha dhambi, unapaswa kwenda kubatizwa kwa jina la Yesu Kristo, na baada ya hapo neema ya Mungu itaingia ndani yako, nguvu za Mungu zitaingia ndani yako, uwezo wa kimungu utaingia ndani yako, dhambi zitaondolewa, ule mzizi ya dhambi itaondolewa. Maana yake utajikuta unaishi kama kiumbe kipya, unakuwa mtu mwingine. Ulikuwa huwezi kuishi bila kujichua, ulikuwa huwezi kuishi bila kufanya usinzi, huwezi kuishi bila kusengenya, huwezi kuishi bila kutamani mabaya, huwezi kuishi bila kutumia vinywaji, bila kutumia vilevi, huwezi kuishi bila kutumia mikorogo, kujichubua mwili wako, huwezi kuishi bila kuvaa kiulimwengu, kuvaa kama dunia wanavyovaa, ulimwengu wanavyovaa. Huwezi kuishi bila kujipodoa, bila kuvaa madhahabu katika mwili wako, kuweka mapambo kama watu wa dunia hii katika mwili wako. Ulikuwa huwezi kuishi bila hivyo, kuishi hivyo. Lakini wakati ambao umeamua kuikana nafsi yako na kusema haya yote yamekwisha, ukaamua kuachana haya yote, ukamgeukia Kristo, kuna neema ya Mungu itaingia ndani yako, kuna nguvu za Mungu zitaingia ndani yako. Ile dhambi, ulimwengu, dunia unaanza kukatika kabisa ndani yako. Ile kiu ya kupenda ulimwengu, kupenda dunia, ile kiu ya kupenda dhambi, kupenda ulevi, kupenda uasherati, ile kiu inakatika kabisa, kwa sababu Roho Mtakatifu akiingia anaanza kukata, anaanza kusafisha. Utakuwa unaishi hapa duniani na ulimwengu atakuwa na kushangaa, kwa sababu hale mambo ambayo hayawezekaniki kwa wanadamu, lakini kwako itakuwa inawezekana, kwa sababu Kristo atakuwa ameingia ndani yako. Kristo ameingia ndani yako na dhambi itakuwa imeondolewa. Kiu ya dhambi itakuwa imekatika. Kwa hiyo ndugu yangu, siku ya leo umesikia maneno haya ili uweze kujua kwamba kuna hatari pale ambapo utakufa katika dhambi. Na kifo hakina hodi. Wakati wote kifo inaweza kukukuta mahali popote ulipo, kifo inaweza kukukuta. Sasa jiulize kwamba leo kifo kikukuta, leo ukifa katika hali ulio nayo, je, kweli una ujasiri wa kusimama? Una ujasiri wa kusema kwamba huko unakoenda utakuwa salama? Jiulize mwenyewe, jitafakari mwenyewe, angalia mwenyewe, jihukumu ndani ya nafsi yako. Je, kifo kikukuta wakati huo, je, una uhakika kwamba utakuwa salama huko endako? Kwa sababu kufa sio shida, kwa sababu watu wote hapa duniani, mtu ambaye anaishi hapa duniani lazima apitie kifo. Kifo ni njia ya kwenda katika maisha mengine. Labda kama parapanda italia, ngali bado upo, ngali bado unaishi. Kama parapanda ikilia leo, ngali bado unaishi, ndivyo basi utakuwa na ukawa ulikuwa unaishi katika njia ya kimungu, ukawa ulikuwa unaishi katika ulikuwa umemwamini Kristo na unaishi katika neno la Mungu, basi utakuwa umeepushwa na kifo. Lakini kifo, kama parapanda haitalia leo, kama parapanda italia ingali bado tunaishi hapa duniani, basi fahamu ya kwamba kifo kipo, na wakati wote kifo kinakujia. Usizani ya kwamba kifo labda utakuwa mzee, utasubiria ufike katika au umalize elimu yako labda, au kifo kitakufikia labda mpaka uwe na watoto, uwe na familia, ujenge nyumba, uwe na biashara kubwa, ufanikiwe. Labda kifo ndo baada kitakuja. Kifo ndugu yangu kinakuja wakati wote. Wewe mwenyewe unashuhudia watu wanapokufa, vijana, watoto, mabindi wazuri wanakufa kama wewe, unaona? Wanakufa, wanaondoka, wafanya biashara, wasomi, kifo hakichagui, kifo kinakuja. Lakini swali ni kwamba
Je, ukifa, je, unakufa katika hali gani? Kama utakufa na bado hujaondolewa dhambi, hapo ndipo hatari inavyokuja. Kwa hiyo usisubiri mpaka wakati ambapo unakufa ndivyo ambavyo uanze kutubu, kwa sababu Biblia inasema sawa, wokovu ni sasa. Usifikiri kwamba wakati ambapo unaenda kukata roho ndio utakuja kupokea neema ya wokovu au ndio utakuja kuamua kugeuka. Fahamu kwamba wakati ambapo unao wa kufanya mabadiliko, kuamua kugeuka, mgeukea Mungu, mgeukea Kristo, huu ndio wakati ambapo unasikia Injili. Tubu dhambi zako, maanisha kuziacha na maanisha kugeuka na kumgeukea Kristo. Amua kutoka katika ule Ukristo wa jina, ule Ukristo wa uvuguvugu, ule Ukristo wa baridi. Amua kuingia katika ule Ukristo wa kweli. Badilika kuanzia nje na kuanzia ndani. Anza kuondoa namna yote ya kiulimwengu, ule uvaaji unaovaa wa kidunia. Kama wewe ni mwanamke unavaa vimini, unavaa nguo ambazo zinabana mwili wako na kuonesha maungo yako, unajipamba kwa mapambo ya kiulimwengu na wajibalisha mwili wako ambao Mungu amekuumbia. Unakataa nywele na kucha ambazo Mungu amekuumbia. Unakataa muonekano wako, unaamua kujibalisha unaamua kujibalisha na kufuata ulimwengu. Lakini siku ya leo umesikia maneno haya, ili uamue kugeuka na kuachana na mambo haya yote, mgeukie Mungu na uamue kuishi katika njia inayompendeza Mungu. Basi Mungu akusaidie na neema ya Mungu ikusaidie ili uweze kwenda kufanya mabadiliko haya. Ninakushukuru, ninasema asante Baba, asante kwa neema na fadhili zako. Ninakushukuru kwa ajili ya masaa na majira. Ninakushukuru kwa maneno haya uzima ambao umetupa ili tuweze kutafakari maisha yetu, hatima maisha yetu. Naomba ukatusaidie tuweze kufanya mabadiliko, tuweze kufanya mageuko, tukapate kugeukia wewe Bwana Yesu ili tupate kuondolewa dhambi zetu. Naomba neema yako ukatusaidie, ukamsaidie kila mmoja ambaye ataenda kusikia maneno haya. Katika jina lako Bwana Yesu ninakushukuru, ninasema asante maana ulitupenda upeo. Ninalibariki jina lako, ninalitukuza jina lako, sifa na utukufu na kurudishia wewe. Amen.